Nzia kwenye mchezo wa jana ambao ulichezwa kule Morocco kwenye manispaa ya Berkane, ambapo wekundu wa Msimbazi Simba walikuwa wanacheza na RS Berkane kwenye mechi ya mkondo wa kwanza ya CAF Confederation Cup, ambapo wekundu wa Msimbazi Simba waliruhusu goli 2 ugenini kwenye mechi ya kwanza ya mkondo wa kwanza. Moja ya sababu ambayo iliwafanya Simba Sport Club kuruhusu goli 2 kwenye mchezo huu wa kwanza, cha kwanza ilikuwa ni lack of concentration, kwa maana ya umakini wa wachezaji. Kwa maana kwenye zile kanuni 7 za defending, moja ya kanuni inasema compactness. Wekundu wa Msimbazi Simba hawakuwa compact, walikuwa wako soft. Ndio maana moja ya sababu ambayo imewafanya ruhusu goli, walikuwa easy sana, walikuwa hawako compact. Kama wangekuwa compact, wangekuwa wanachezea chini sana, wana observe mashambulizi ya wapinzani wao, wakiwasoma zile dakika 15 za kwanza ni namna gani wanaweza kuwaona RS Berkane wanacheza. Lakini moja ya kitu ambacho mimi kilinichanganya ni kutoka kwa coach Fadhur Rahman Davis, kwa maana ya plani zake. Mimi nilitegemea kwamba yeye ataigawa mechi sehemu mbili, dakika 15 za kwanza na dakika 15 za mwisho, na ndio mechi ambapo huwa inagawanywa, lakini yeye akaenda kufunguka dakika za mwanzo, na RS Berkane wana press kuanzia juu, na wachezaji wengi wekundu wa Msimbazi Simba footwork ya kuchezea mpira, footwork ya kupiga zile pasi fupi ni ndogo sana, na ndio maana wachezaji wengi walikuwa wanapoteza mipira easy. Palikuwa hakuna progression. Musa Pimpin Kamara anaanza na wenzake, Shamuka Labwe na wenzake wanaanza, lakini hakuna progression ya kutembea mbele. Kwa nini? Footwork ya kuchezea mpira ni ndogo sana, kwa maana ya zile pass ambazo zinaweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu zingine kulinganisha na wapinzani wao. Ukiangalia RS Berkane wenyewe walikuwa wakiprogress mpira, wana pass moja then wameshafika mbele, pass mbili wameshafika mbele. Kwa nini? Wana uwezo wa kucheza zile long way pass. Kitu ambacho coach ilibidi akifanye kwa wachezaji wake, ilibidi awaambie wachezaji wake wacheze direct football, kwa maana sio wameshindwa kupossess mpira kutoka nyuma ili kwenda mbele, then wacheze direct football, wapige pasi ndefu ili kuwatoa wapinzani wako kwa eneo lako. Ndio maana unaona wekundu wa Msimbazi walikuwa wanapata tabu kubwa sana. Lakini kwenye goli la pili ambalo waliruhusu Simba, Musa Pimpin Kamara ameanzisha mpira, pressing ambayo amefanywa Yusuf Ali Kagoma, then wakapokonywa kwa haraka. Kwenye zile kanuni 7 za kudefending, kwa maana ile depth numerical advantage, kwa maana ya watu ambao walikuwa wanakaba walikuwa ni wengi sana, lakini unaona wachezaji wa Simba wanapata kitete kwenye miguu na magani ya kukaba. Abdulrazak Hamza pia hakuwa na siku nzuri, then unakuja kushangaa nini kimewakuta kutokana na ile numerical advantage wanayo kubwa, kwa maana kuna zile kanuni 7 za defending. Kanuni ya pili ambayo ni depth walikuwa nayo, lakini wanashindwa kumaki vizuri, kwa maana walikuwa wanatumia marking eye, kwa maana walikuwa na marking kwa kutumia macho, walikuwa hawafanyi zone marking, kwa maana marking ya mtu kwa mtu. Lakini moja ya kitu ambacho tunatakiwa tuwapongeze wapinzani ambao ni RS Berkane, wamefanya vizuri, kwa maana kwenye uwanja wao wa nyumbani walikuwa wanacheza kwa speed sana. Kwenye half ya kwanza, zile dakika 15 za kwanza walikuwa wanacheza kwa speed kubwa sana ili kutafuta magoli mapema, ili kuiua mechi mapema, kutokana na scenario ya mechi ya pili ambayo inaweza kachezwa Amani Complex au Benjamin William Mkapa, kwa sababu taarifa za hazijatoka kwenye shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF. Lakini kingine pia ni performance ya baadhi ya wachezaji. Performance ya mtu kama Shomari Salum Kapombe, unaona fighting spirit yake ilikuwa ni kubwa sana. Alikuwa na uwezo wa overlap na kutoa pasi ambazo ni sahihi. Mohamed Hussein alikuwa hawezi kupanda kwa sababu za kimchezo, kwa maana ya eneo lake mashambulizi yako yanapita sana na energy yake ni ndogo sana. Ndio maana kipindi cha pili coach akaamua kuopt kumtoa Kibu Denis Prosper na kumuingiza Valentino Uma. Kwa nini? Kwa lengo la kuongeza energy kwenye eneo la defending. Na ndio maana baada ya kipindi cha pili ambapo RS Berkane wamepata ushindi, wanakuwa wanaongoza magoli 2, wakaona huu ni muda wa kulinda magoli yetu ili tusiweze kuruhusu goli la ugenini, kwa maana Afrika goli la ugenini bado linatumika, tofauti na Europe kule ambapo goli la ugenini halitumiki, lishaondolewa. Maana goli la ugenini lina thamani kubwa. Unapopata goli la ugenini ni moja ya kishawishi kikubwa ambacho kinaweza kukufanya wewe kuwa na jeuri au kiburi kwenye mechi ya pili ambayo utaicheza.
Lakini eneo lingine ni eneo la katikati ambapo walikuwa wanacheza Fabrice Luamba Ngoma na Yusuf Ali Kagoma, ambapo midfield ya RS Berkane Sambade Kamala aliweza kupadhibiti pale kati. Yusuf Kagoma na Fabrice Ngoma wakapotea kabisa. Na kwenye basics za football, eneo la kati ni moja ya eneo muhimu sana, eneo muhimu ambalo wapinzani wakikubiti, kwa maana ya wakikushinda eneo hilo la kati, lazima mtapoteza direction ya umiliki wa mpira. Na moja ya kitu ambacho mimi kilinishangaza ni coach kutokuanza na wachezaji wenye asili ya kuziwia eneo la kati wengi, kama alivyofanya kwenye mechi dhidi ya CS Constantine, ambapo alianza Shamuka Labwe, Shefondo Malone na Abdulrazak Hamza. Lakini kwenye mechi hii ya kwanza ya mkondo wa kwanza ya RS Berkane hakufanya hivyo. So mimi nikawa na mshangao kidogo, kwa nini hajafanya hivyo, kwa sababu mechi ya kwanza inahitaji kuziwia sana ili mpate matokeo mazuri, mje kumaliza mechi ya pili nyumbani kwenu. Kwa maana hiyo coach inabidi arekebishe ni namna gani anaweza kuopt na wachezaji kutokana na mechi husika. Mpango mkakati wa coach ulifeli, kwa maana ya the way ambavyo walianza na zile tactical scheme, ile mipango ya kimkakati ya team haikuwa implemented kwa sababu walifeli kwenye eneo la setup, kwenye eneo la backline ambapo walianza Musa Pimpin Kamara na eneo lake la backline pale, uwezo wa kuprogress mpira, zile pass za short pass zile walikuwa wanashindwa kupiga, na ndio maana mipira ilikuwa inashindwa kutoka kwenye eneo la chini kwenda kwenye eneo la midfield na kwenda kwenye eneo la juu. Lakini pia kingine, poor performance ya Kibu Denis Prosper na Elie Mpanzu. Ni mmoja wa wachezaji ambao wanaotegemewa sana kwenye timu ya Simba, lakini walikuwa na performance mbaya kwa sababu Elie Mpanzu na Kibu Denis ni wachezaji ambao wanaweza cutting in, wanaweza kuvuruga ile mistari ya wapinzani, lakini kwenye siku husika, kwa maana ya jana, walikuwa hawana performance nzuri kwenye mechi husika, na ndio maana coach akaamua aondoe ili aweke wachezaji wengine ambao wanaweza kuleta energy nyingine na kusaidia kwenye maeneo husika ya mechi, ambapo anacheza Kamala pale na mwenzake. Ndio sehemu ambapo kuna base kubwa ya RS Berkane. Ndio maana Fabrice Luamba Ngoma na Yusuf Kagoma walipotea, kwa maana walikuwa wanashindwa kuprogress mpira kutoka eneo la kati kwenda eneo la mbele, kwa sababu eneo la kati lilikuwa limechukuliwa na RS Berkane, kwa maana ya ile midfield yao, base yao ya midfield ilikuwa vizuri sana, walikuwa na siku nzuri sana, na ndio maana midfield za Simba zilipotea sana. Mtu kama Yusuf Kagoma, Fabrice Luamba Ngoma walipotea, walikuwa wanashindwa ni namna gani watakontrol ile eneo la kati, na ndio maana Simba baada ya kupotea kwenye eneo la kati wakaonekana kwamba ni dhaifu, kwa sababu unapowini eneo la kati ndio unawini eneo kubwa au unakuwa na mkakati mkubwa sana wa kuiwini mechi, kwa sababu wewe utakuwa na mapana makubwa ya kupiga zile pass either pembeni ya uwanja au katikati ya uwanja kutokana na umiliki wa mpira. Na ndio maana Kamara, ile midfield ya RS Berkane ilikuwa inamiliki mpira muda wote sana, alikuwa anafanya vizuri sana. Ndio maana RS Berkane walikuwa wanatembea kwa speed sana maeneo ya pembeni, walikuwa hawapiti katikati, lakini walikuwa wanapitia kwenye maeneo ya wings, kwa maana ya wale mawinga wao ndio walipokuwa wanapita RS Berkane, kutokana na uimara wao. Na kwenye ligi ambayo wanatoka ni moja ya ligi kubwa Afrika, ligi ambayo wanatoka ni ligi imara. So ndio maana sometimes unaona vitu ambavyo wanavifanya kidogo ni vya kiweredi, kwa maana ya the way ambavyo wanapopossess ball, the way ambavyo setup wanapoanza chini kwa goalkeeper wao. Ule goalkeeper ni goalkeeper ambaye ni mzoefu sana, amecheza nje kwa misimu mingi sana na amerejea. Baada ya kurejea anaonyesha experience yake ni namna gani anaweza kuanzisha setup eneo la mwanzo, then kufika eneo la kati na kutembeza mpira kwenda eneo la wings, kwa maana maeneo ambapo alikuwa anacheza Sambale, nimsahau jina, lakini alikuwa na madev mengi sana kutokana na uwezo wao wa kupossess mpira. Ni moja ya faida kubwa ambayo walipata. Yes, kwa maana ya baada ya mechi ya kwanza kumalizika kule Morocco kwenye manispaa ya Berkane, RS Berkane kwa sababu wametangulia kwa goli mbili, wana 75% kwa 30% za Simba. Nini wafanye Simba? Simba ni lazima wa assess RS Berkane,
waangalie strengths na weakness, uimara wa mpinzani wake, wapi waboreshe na wapi wasiboreshe. Kwa nini? Coach Fadhur Rahman Davis na watu wake wafundi wakina Suleiman Matola na wenzake wanabidi waandae mpango mkakati wa mechi ya nyumbani ni namna gani ya kuwafunga RS Berkane. Kwa maana ya mechi ya kwanza ambayo imechezwa Morocco, RS Berkane wameweza kuwawini Simba almost maeneo yote ya uwanja. Baada ya kipindi cha kwanza RS Berkane waliposesi mpira sana kwa kiasi kikubwa, na kipindi cha pili Simba walichukua mechi kwa kiasi kidogo sana. Na moja ya kitu ambacho kilikuwa ni tatizo, walikuwa hawana shot on target hata moja, walikuwa na off target zote. Kwa hiyo pia ni tatizo, kwa maana coach Fadhur Rahman Davis na watu wake wafundi inabidi wafanyie assessment, waangalie ni namna gani wanaweza kwenye mechi ya pili ambayo itachezwa Amani Complex au Benjamin William Mkapa, baada ya taarifa za CAF kutoka, waangalie ni namna gani wanaweza kuifungua safu ya ulinzi ya RS Berkane ambayo iko chini ya captain wao wa RS Berkane Yusuf Adayo. Ni moja ya beki ambaye ni imara sana, lakini kwenye eneo lingine ambalo coach Fadhur Rahman Davis inabidi aboleshe ni kwenye eneo lake la selection ya kikosi, ambapo anacheza Abdulrazak Hamza na Abdulrazak Hamza na Shamu Karabwe. Anapoanza Shamu Karabwe na Abdulrazak Hamza ni mabeki wawili ambao wanacheza style moja ya uchezaji. Ukirejea kwenye mechi ya CRDB Federation Cup ambapo Simba waliruhusu goli ambalo lilofungwa na Mudathir. Kwenye lile goli Abdulrazak Hamza na mwenzake Shamu Karabwe walienda kukaba wote sehemu moja, then akakosekana mtu ambaye anaweza kumtuma mwenzake. Kwa hiyo kwenye eneo la backline it is better anze Shefondo Malone na Abdulrazak Hamza wa Kibatu, au anze Shefondo Malone na Shamu Karabwe, kwa sababu panakuwa kuna beki, kuna mtu ambaye anaweza kumtuma mwenzake. Kwa maana akicheza Shamu Karabwe na Abdulrazak Hamza panakuwa hakuna anaweza kumtuma mwenzake, lakini akicheza Shefondo Malone na Abdulrazak Hamza au Shamu Karabwe panakuwa kuna beki ambaye anaweza kumtuma mwenzake, kwa maana ya namba 4 na namba 5 ambaye mmoja anamtuma mwenzake. Lakini kwenye eneo la wings, eneo la backline huko ambapo wanacheza Shabalala ni moja ya beki ambaye ni mzuri kweli, ana experience ya kutosha na uwezo mkubwa, lakini kwenye eneo la energy pumzi yake ni ndogo sana, uwezo wa kuhimili dakika 90 ni mdogo sana. Kwa hiyo ndio coach it is better out na fullback mwingine ambaye ni Ivory Coast yule ambaye anaweza kubatwa vizuri sana kwenye eneo lile, anaweza kupanda, anaweza ku-underlap na ku-overlap, aina zote mbili hizo anaweza. Kwa hiyo it is better opt kwenda na Valentino Nouma, kwa maana ya the way ambavyo energy yake ni ya kutosha, anaweza kutrack back na anaweza kuattack. Kwa hiyo coach it is better aanze na Valentino Nouma kutokana na energy ambayo anayo yule pale. Ukiachana na experience ambayo anayo Mohamed Hussein na uwezo kwa maana ya ile individual ability ambayo anayo Mohamed Hussein ni kubwa sana. Kwenye eneo lingine ambalo coach afanyie kazi ni eneo la midfield. Ni namna gani ambapo watakuwa compact, kwa maana ile compactness, wawe wagumu, wawe ni solid kweli kwenye eneo la kati, ambapo kama watawin eneo la kati unakuwa na uhakika wa kuprogress mipira eneo kubwa la uwanja, eneo la winga pembeni ambapo atakuwa Kip Dennis au Ellen Panzu, inakuwa ni rahisi Fabrice Ngoma kupiga zile pass ambazo zinaweza kuwafikia wachezaji hao wawili ambao coach atakuwa ameopt, na naamini I wish coach lazima ataopt kwenda nao kutokana na uwezo ambao wanao Kip Dennis Prosper na Ellen Panzu. Lakini pia kwenye eneo la strike coach it is better opt, kwa sababu ni mechi ya nyumbani, opt kwanza na Steven Dese Mukwala, kutokana na mechi hii ni ya nyumbani. Kwa hiyo inahitajika striker ambaye anaweza kumove eneo kubwa la uwanja kwenda wide, kuingia ndani, kutokana na uwezo mkubwa ambao anao Steven Dese Mukwala. Lionel Ateba ni mzuri kwenye mechi za ugenini, kwa maana Simba wanakuwa wako chini
Simba wanakuwa wako chini, wanashambuliwa sana. Kwa hiyo Leonel Ateba ana uwezo wa kugadi mpira, wa kukana mpira, wa kukana mabeki zaidi ya watatu na kusubiri wachezaji wake na kuwapa pass kutokana na powerful ambayo anaye Leonel Ateba. Ndio maana coach mechi ya kwanza ambayo imechezwa kwenye Manispaa Berkane jana, coach ameopt kwenda na Leonel Ateba kutokana na nguvu ambayo anayo, anaweza kugadi mabeki wawili watatu na kusubiri wachezaji wake wenzake waje na atoe pass za usaidizi kwa wachezaji wengine ambao anakuwa